Bwana Yesu asifiwe sana, mpendwa mtazamaji wa MHAE TV. Karibu sana kwenye kipindi chetu cha mkate wa leo. Bado tunaendelea na kumwangalia Yesu jinsi anavyoiona dhambi. Jinsi Yesu anavyoiona dhambi. Kipindi hiki kimekuwa cha baraka. Nami nikusihi usiache kuniunga mkono kwa kusubscribe kwenye akaunti yangu, like na kucomment. Nami nitajisikia kwamba tuko pamoja. Asanteni kwa wale mnaofanya hivi na ambao mnaendelea kufanya hivyo. Mungu awabariki sana. Wewe ambaye bado, basi na wewe usiache kufanya hivyo na Mungu atakubarikia sana. Tuko Injili ya Luka sura ya 8 mstari wa 19 mpaka wa 21. Injili ya Luka 8 mstari wa 19 mpaka wa 21. Wakamwendea mama yake na ndugu zake wasiweze kumkaribia kwa sababu ya mkutano. Akaletewa habari akiambiwa, mama yako na ndugu zako wamesimama nje wakitaka kuonana nawe. Akawajibu akasema, mama yangu na ndugu zangu ndio hao walisikiao neno la Mungu na kulifanya. Amen. Bado tunamtazama Yesu jinsi anavyoona dhambi. Yesu akiwa katikati ya huduma, siku moja mama yake na ndugu zake walienda kumtafuta Yesu, kwa sababu Yesu alipoanza huduma hakurudi nyumbani tena. Kwa hiyo alibezi kwenye huduma zaidi. Ikafika mahali watu wakasema, mtoto wenu amerukwa na akili, mtoto wenu amekuwa kichaa, kwa hiyo nendeni mtafute. Yuko anahangaika huko na huko, harudi nyumbani. Wazazi wao wakazingatia hilo neno, wakizani kweli mtoto wao labda amerukwa na akili. Kwa hiyo wakaenda kumtafuta. Sasa wakamkuta katikati ya huduma, yuko anafundisha mkutano neno la Mungu. Ndipo wakataka waende wamchukue, lakini kwa sababu ya wingi wa watu wakashindwa kufika. Ndipo wakatuma watu wakaenda kumwambia, bwana, unaitwa, mama yako na ndugu zako wako hapo nje wanakutaka uende. Yesu akawaambia, mama yangu na ndugu zangu ni hawa wanaolifanya neno la Mungu, wanaolisikia neno la Mungu. Hawa ndio mama yangu na ndugu zangu. Ukisoma Injili ya Marko pia unakutana na habari hiyo. Marko sura ya 3 mstari wa 31 pia imeandikwa. Kwa Mathayo 12:46 mpaka 50 pia imeandikwa habari hiyo. Kwa hiyo Yesu akajibu akawaambia, mama yangu na ndugu zangu ni hawa wanaolisikia neno la Mungu na kuliishi. Hawa ndio mama yangu na ndugu zangu. Hao wengine mimi siwajui. Ndio maana yake kwamba mimi hao wengine lakini hawa ndio wanaolipenda neno la Mungu na kuliishi. Hawa ndio mama yangu na ndugu zangu. Yesu hapa alitaka kusema kwamba wote ambao wanamdharau, wote ambao wanadharau neno lake ni dhambi kwao. Hao ni dhambi kwao. Je, unamdharau Yesu? Je, unamuona Yesu kama aliyerukwa na akili? Je, unamuona Yesu kama aliyechanganyikiwa? Ni dhambi kwako. Ni dhambi kwako. Kwa hiyo Yesu anawaambia, mama yangu na ndugu zangu ni hawa wanaolisikia neno la Mungu. Wako watu hawapendi kulisikia neno la Mungu wala kusikia Injili. Hawataki kabisa. Watu hawa ni dhambi kwao. Watu hao ni dhambi kwao. Lakini Yesu anasema, ndugu zangu na mama yangu ndio hao walisikiao neno la Mungu na kulifanya. Hawa ndio ninaowatambua, lakini hao wengine siwatambui. Kwa nini unajua alisema hayo? Kwa sababu mama yake na nduguze walijiunga na kundi lile lililosema Yesu amerukwa na akili. Kwa hiyo ilifika mahali Yesu akawaona hawa sio, ni kama ndio wao waliochanganyikiwa, sio yeye aliyechanganyikiwa. Kwa hiyo Yesu alitambua kwamba hawa wameshalogwa, ndio maana wananitafuta. Lakini wanajua kabisa mimi kazi ninayoifanya
na mama yake alijua kabisa wito wa Yesu ni nini na huduma yake ni nini, lakini kwa sababu ya kuambiwa na watu ndio maana wakachukua jukumu hilo. Wala mama hakuwa katika mpango huo wala ndugu zake, lakini kwa sababu ya kuchochewa na watu ndio maana wakaenda kumtafuta. Pendwa mtazamaji na mfuatiliaji wa kipindi hiki cha Mkate wa Leo, tafadhali usijiunge na kundi ambalo halimpendi Yesu. Usijiunge na kundi ambalo linamsema Yesu vibaya, itakuwa dhambi kwako. Jiunge na kundi ambalo wanamwamini Yesu Kristo na kumtumikia kwa moyo. Jiunge na kundi ambalo wanampenda Yesu Kristo, la sivyo itakuwa dhambi kwako. Yesu atasema wewe si ndugu yake wala rafiki yake, lakini atasema huyu hanipendi na mimi sitampenda. Kwa hiyo uwe mwangalifu sana unavyoishi na watu. Wako wengine wanashawishi watu vibaya. Angalia ushawishi wa watu. Wengine wanashawishi watu vibaya. Kwa hiyo uwe mwangalifu sana unapoishi na watu. Wewe mpende Yesu. Usisikilize maneno ya watu. Watu wanaweza kukuvunja moyo, watu wanaweza kukukatisha tamaa, lakini wewe mng'ang'anie Yesu, na siku moja Yesu atakufikisha ng'ambo ya pili ya furaha. Mungu wangu akubariki. Tane tena kwenye kipindi kijacho. Na neno la Mungu linaendelea kufikia kwa namna hii. Bila shaka unaendelea kulifurahia, nami ni furaha yangu kuona unafurahia neno la Mungu. Mungu wa mbinguni awe upande wako, asikuache, akushike kwa mkono wako. Tunapomalizia mwaka huu, basi Mungu wa mbinguni aendelee kukushikilia. Ni katika jina la Kristo Bwana wetu nimekuombea. Amen.